Na mtazamaji, ni tarehe 30 mwezi ni wa 4 mwaka 2017. Hujambo popote pale ulipo, natumai umekuwa na siku njema, ikiwa ni siku ya mwisho ya kura za mchujo hii leo, ODM ikiendesha kura za mchujo hapa Nairobi. Na bila shaka ni katika hali ya mshike wa mwisho, manake tunataraji itakapofika tarehe 10 mwezi wa 5 kila chama kiwe kimewasilisha majina ya walioteuliwa katika kuingia kwenye debe mwezi wa 8 tarehe 8, na ndivyo hivyo tunakupasha kama nilivyokugusia mwenzangu kwamba tuko ange katika maeneo mbalimbali. Denison Sarigo yuko eneo la Embakasi Mashariki, Kaskazini pamoja na Embakasi ya Kati. Vile vile tuko na Cecilia wa Kesho, binti huyo atakuwa na kitakambe katika shule ya msingi ya Kilimani. Tuko na Shadrack Mita ambaye yuko tarehe Uchaguzi wa mchujo wa ODM wafanyika Nairobi, japo kulikuwa na malalamishi ya hapa na pale. Kama hakuna kura, Raila atuambia hakuna kura, sio tucheze sheri. Utata wazuka katika uchaguzi wa mchujo wa Kwale uliostahili kurejelewa, wanasiasa wakiteta kuhusu hilo. Kenyans must examine the development scorecard of these leaders who are calling themselves leaders and who want to be elected. Na kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap Dr. Alfred Mutua akosoa mfumo uliotumika na NASA kumtaja mgombea wa urais. Na mtazamaji, karibu kabisa katika taarifa zetu za KTN Weekend. Jina langu ni Lofty Matambo. Jina langu ni Mary Kilobi. Naam. Moja kwa moja tunajiunga na mwenzetu Dennis Onsarigo ambaye tunaarifiwa kwamba katika eneo la Embakasi kuna vuta nkuvute. Onsarigo, iwapo unatupata moja kwa moja, basi tueleze kuna nini haswa kinachojiri kule. Naam. Lofty, nakupata vizuri sana, ambapo kumekuwa na fujo hapa. Vile ambavyo tunaongea sasa ni kwamba maafisa wa kupiga kura ambao wanasimamia kura wameweka viti juu ya vichwa, kwa sababu huko nje kuna fujo sana, kwa sababu wanasema ya kwamba kuna mgombeaji wa kiti ambaye aliruhusiwa kuingia katika eneo la upigaji kura, na kuanzia hapo sikuwa na shida, kwa sababu sasa kumekuwa na urushaji wa mawe, na pia vile tunavyoongea sasa askari wamelazimika kutumia vitumazi kutawala walikojitokeza katika kura hii ya mchujo katika eneo hili. Na inaonekana kuna tatizo kidogo la kimtamo kidogo, lakini tutaweza kurejea huko mtazamaji pindi tutakapoweza kumpata ili aweze kutueleza zaidi kuhusiana na hali ya mshike ambayo imetokea huko, alivyokuwa akisema kwamba kuna mmoja wanaogombea wadhifa katika sehemu hiyo ambaye amejipata katika eneo hilo na kujipata matatani. Mtazamaji, tarejea kwake pindi tu mitambo yetu itakaporekebika. Na tukiendelea na taarifa zetu mtazamaji, chama cha ODM kimempongeza Inspector Mkuu wa Polisi Joseph Boynet kwa kuhakikisha usalama umedumishwa katika vituo vya kura ya mchujo kote nchini. Mkurugenzi wa masuala ya uchaguzi chamani ODM ambaye pia ni mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed ameyasema hayo hii leo alipopokea taarifa kuhusiana na hali ilivyo kwenye mchujo wa hapa jijini Nairobi ulivyofanyika hivi leo. I wish to state categorically that this exercise was well planned and mechanism put in place to ensure its success. The party wishes to thank the Inspector General of Police for ensuring there is enough security in all the polling stations, and that the same shall be extended to the tallying centers where final results shall be announced. It is the wish of the party that every member gets the opportunity to participate in the nomination exercise to elect candidates to fly the party flag for various seats in the general election. Any party member with an identity card, I repeat this, any party member with an identity card and their names appear in the register should be allowed to vote. Being a Sunday and most Christians go to church to worship, we know many of them may not have found time to participate, and therefore we shall extend the voting time up to 6 p.m. Polling stations will close at 6 p.m. to allow, after 6 p.m. to allow for vote counting.
Mtazamaji, sintofahamu inaendelea kukumba mchujo wa chama cha ODM katika kaunti ya Kwale baada ya bodi ya kupokea malalamishi kutoa uamuzi wa kurejelea uchaguzi huo wa mchujo hiyo jana. Naam, hapa mwenzetu mwandishi kutoka Kwale Tobias Chanji akiarifu kwa kina. Katika uamuzi wake wa jana jioni, bodi ya kupokea malalamishi ya chama cha ODM ilitangaza kuwa kura za ugavana na ubunge zirejelewe katika vituo vyote vya kupiga kura ya wadi ya Bongwe na eneo la Mwakigwena, vyote katika eneo bunge la Msambweni. Vilevile mchujo ulikuwa urejelewe katika kituo cha shule ya Mazeras, eneo bunge la Kinango, ila kufikia mchana wa leo, shule hiyo ilikuwa haijaanza katika vituo vyote, japo wananchi walijitokeza kwa wingi kushiriki zoezi hilo. Mimi nasema hivi, kama hakuna kura Raila atuambia hakuna kura, sio tucheze sheri. Na kama hawa watu wa huku Kwale nao wameshikana na huyu ambaye ameshikana, pia watuambia hakuna kura, tupate kwenda pali popote sisi, lakini tutakutana na yeye debeni hata kafanya nini. Raila Amolo Odinga kweli umechaguliwa kama flag bearer wa NASA, na huku chini nyumba inavuja, utakuwa rais vipi? Wawaniaji pia wakalalamika huku wakitaka usimamizi wa chama kuingilia kati. Dr. Isa Chipera anayewania ugavana, ambaye alikuwa amemshinda Samiru awali, akasema kuwa tangu jana hamna mawasiliano yoyote waliopata. Lakini chama bila shaka lazima kifanye uchaguzi leo, kwa sababu leo ndio siku ya mwisho ya kufanya mchujo wa chama. Ikiwa hautafanyika leo, basi chama cha ODM kinaweza kisipate mgombeaji katika gatuzi la Kwale. Kesho kama uchaguzi hautaregelewa leo na kesho kupewa mtu certificate ambaye sio Omar Boga, tutaonyesha kivumbi ile haijaonekana. Wengi wa wapiga kura wameapa kutotoka vituoni hadi kukamilika kwa kipindi cha mchujo ambacho ni saa 6 usiku. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Na mtazamaji, vumbi na kivumbi ndo hali ya siasa Mary. Tunaarifiwa kwamba mwenzetu Onsarigo ambaye amekita kambi katika eneo zima kubwa hili la Embakasi ako tayari kutupa taarifa. Onsarigo, nani kamshika matai mwenzake kule? Vile nilipokuwa nikuelezea hapo awali Lofty, ni kwamba shughuli ya kupiga kura katika eneo hili la Embakasi Kaskazini inaendelea, lakini katika kituo hichi kidogo cha Wandege upigaji kura umesitishwa kwa sasa kwa sababu kulikuwa na hali ya mshike wakati wapigaji kura walimtimua mgombea mmoja wa kiti cha ubunge katika eneo hili na kufanya kazi yote ambayo walikuwa wanafanya isitishwe kwa sasa. Na vile tunavyoongea kwamba niko ndani ya kanisa hapa, lakini pale nje polisi wamelazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya mamia ya wapigaji kura ambao walikuwa wamejitokeza, lakini nafasi hii ambao walikuwa wamepata hawajapata nafasi ya kupiga kura kwa sababu muda unaendelea kuyoyoma, na vile pia wanasema majina yao yamekosa katika register ile ya kupiga kura. Vile unavyosikia sasa ni kwamba nyuma yangu kuna kelele sana kwa sababu maejenti wa chama cha ODM ambao wanashughulikia na mambo ya mchujo hapa wameitwa kando pale na wasimamizi wa kura ili wajaribu kutafuta suluhu kwa sasa. Lofty, kabla nikuachilie, pengine utuelezee kwa nini akafurushwa huyu mgombeaji wa kiti cha ubunge? Unajua vile kama kawaida wale ambao wanawania viti hawaruhusiwi kuingia katika maeneo mahali kura inapigwa ama mahali kura inahesabiwa wakati wa kufanya kampeni umekamilika. Ndio kwa sababu maejenti wakaanza kupiga kelele wakiuliza kwa nini jamaa huyu akaruhusiwa kuingia hapa. Lakini suala kubwa hapa ni kwamba wengi ambao walijitokeza kupiga kura kuanzia asubuhi nafasi ya kupiga kura kwa sababu majina yao hayako, na kuna wagombeaji wengine ambao wanasema ya kwamba hawajapatiwa nafasi wafuasi wao wapige kura kwa sababu wakifika kipande hii wanaambiwa majina yao yanakosa. Na pia kuna wale ambao wanasema wapigaji kura wamesafirishwa kutoka maeneo mbalimbali katika eneo ile Embakasi wapate kupiga kura. Ni bado tu kwa sasa Lofty pande hii.
Naam, shukrani sana mwenzangu Onsarigu. Tutakuja kwako baadaye utupashe zaidi Maria. Na mtazamaji, tutarejea huko bila shaka tuweze kueleza jinsi hali itakavyokuwa. Lakini kwa sasa tuendelee na taarifa zetu, ambapo gavana wa Machakos ambaye pia ni kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap, Dr. Alfred Mutua amekosoa jinsi muungano wa upinzani NASA ulivyogawanya nyadhifa miongoni mwa vinara wake, akisema kwamba mpango huo unaonyesha ubinafsi mkubwa. Kadhalika gavana Mutua amekosoa jinsi vyama vingi vinavyoendelea kupiga kura zao za mchujo. Kenyans must examine the development scorecard of these leaders who are calling themselves leaders and who want to be elected or chosen. And we want affiliations and organizations based on scorecard of what people can actually do. We've had leaders in very high positions that they can give themselves, but there's nothing to show on the ground. Wakesho ambaye yuko katika shule ya Kilimani ili aweze kutuambia jinsi hali ilivyo huko. Wakesho, wapo unanipata? Je, shughuli ya kuhesabu kura imeanza? Asante Kilobi, bila shaka hili ni mojawapo ya maeneo ambayo tunaweza sema kwamba yamekuwa na nidhamu katika shughuli hii ya kupiga kura, na hasa katika kaunti ya Nairobi, shughuli ya mchujo wa chama cha ODM. Hapa naarifiwa kwamba mwendo wa saa 2 hivi na dakika 7 kila mpiga kura alikuwa ashaanza, matumaini yake alikuwa yameafikiwa na akaanza kupiga kura, na kufikia mwendo wa saa 11 kamili basi lango la shule hii ya Kilimani iliyoko katika eneo bunge la Dagoretti North kiliweza kufungwa, na kwa sasa bila shaka unatizama matokeo ya kura yenyewe yanahesabiwa. Eneo hili linaleta pamoja vituo 4 ambavyo ni kituo cha hiki cha shule msingi ya Milimani, pia tuko na kituo cha Nairobi School na kituo kingine cha St. George's. Hili ni eneo muhimu sana kwenye kura hii ya mchujo. Kumbuka hapa kuna kile kinyang'anyiro cha kando na wakilishi wa kina mama, kuna kinyang'anyiro cha ubunge ambapo tuko na mbunge wa sasa wa hapa ambaye anaonekana sana kama mwandani wa chama cha ODM, naye ni Simba Arati. Bila shaka Simba Arati ako na wafuasi wengi, ako na washindani wengine wawili, nao ni Elfas Nganyi na Albert Ariku, ambaye watakuwa kimenyana hapa. Kura zao zijaanza kuhesabiwa, zile ambazo zinaendelea ni za uwakilishi wa kina mama. Kumbuka uwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Nairobi ndio umeonekana kuwa nafasi ya juu, manake hatuna ile nafasi ya gavana. Gavana alipewa tiketi ya moja kwa moja, seneta naye hana mpinzani, kwa hivyo huenda pia akapewa tiketi yake ama cheti chake. Hapa akina mama ni 4 wale ambao wanamezea mate nafasi hiyo. Bila shaka kuna Ramla Malim, Beatrice Kwamboka, Joanna Tieno, Jane Nyaboke, tuko na Caroline Andisi na Esther Pasaris. Na hapa tulivyo, yule ambaye anaonekana pengine kuchukua nafasi ya kwanza ama nafasi ya mapema ni Esther Pasaris. Hapa jina lake linatajwa sana pia na mwenzake Beatrice Kwamboka. Kwa hivyo sisi tunaendelea hapa kutizama. Tunaambia kwamba kumbuka Waswahili wanasema kila soko na wendo wazimu wake. Hapa asubuhi tunaambia mwendo wa saa 1 hivi kulikuwa na matatizo kidogo. Mtu mmoja akaweza kutiwa mbaroni kwa madai ya wizi wa kura, lakini hatujapata ripoti zozote kufikia sasa. Yeye aliweza tu kufikishwa korokoroni. Na bila shaka, bila kusahau Kilobi, kumbuka nimekuwa mita chache tu kutoka hapa ambapo ni jumba la Orange House ama makao makuu ya chama cha ODM, ambapo pale kutoka asubuhi hakuja kuwa na shughuli sana, mwendo umekuwa ni wa kinyonga. Wale tu ambao walikuwa pale kando na Junet Mohamed ambaye aliweza kuja pale na kuhutubia wanahabari kuhusiana na shughuli nzima. Kulikuwa tuna wagombezi mbalimbali, wagombezi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi ambao walikuwa kileta malalamishi yao pale, wakisema kwamba pengine hawajapewa vyeti vyao. Mmoja alikuwa akisema yule afisa wa kurejea na matokeo aliweza kutoroka na kuondoka kutoroka pamoja na mpinzani wake ama mshindani wake. Kwa hivyo alikuwa akisema kwamba anaona si haki na yeye kile anachotaka ni kukabidhiwa cheti chake. Kumbuka leo ni siku ya mwisho ya zoezi hili la mchujo. Kwa hivyo sijui itakuwa vipi. Sisi letu ni kuangalia kama chama cha ODM kitaweza kuendeleza vipi zoezi hili. Na vile vile hapa vile nilivyosema, mbunge Simba Arati pengine yeye atakuwa akimenyana na mwenzake. Juzi tumeona zoezi la Jubilee likifanyika na tukaona
mbunge mteule Beatrice Elachi akipewa tiketi ya Jubilee, yeye naye anaonekana kuwa mwandani sana wa chama cha Jubilee, naye Simbarati ni mwandani sana wa chama cha ODM. Kwa hivyo sijui kama atajishindia, atazua kura hapa ili aweze kumenyana na Beatrice. Tutaweza kuona Kilobi. Hapa kura zinaendelea, tutafuatilia kwa karibu tuone nani ataibuka mshindi. Kwako studio. Asante sana Cecilia, kesho bila shaka tutarejea kwako kuona jinsi mambo yalivyo. Basi Lofty, tuelekee Ruaraka. Naam, bila shaka moja kwa moja kwa taarifa zetu zingine za moja kwa moja hadi eneo bunge la Ruaraka kwa mbunge TJ Kajwang, ambako mwanahabari wetu Jeff Kirui amekuwa akipasua anga hizo tangu majira ya asubuhi ili kuweza kutukusanyia mengi yanayojiri katika eneo hilo. Na mtazamaji, hebu sasa tujiunge naye ili aweze kutupa taswira jinsi ilivyo. Basi iwapo unalipata Jeff, hali iko vipi huko Ruaraka? Na asante sana Kilobi. Hapa nipo katika shule ya msingi ya Chandaria, eneo ambalo kufikia sasa eneo hili liliweza kujumuisha vituo vinne vya kupiga kura. Kumbuka kwamba kuna kituo cha Akref, kuna kituo cha Babadogo kwenye ukumbi huu. Darasa lingine lenye lipupuni kule nje limeweza kujumuisha shule ya msingi ya Chandaria, kituo cha kupiga kura cha Chandaria na Sacred Art. Kumbuka kwamba hizo ni vituo tu ambavyo vipo kwenye wadi hii ya Babadogo vimeweza kujumuishwa. Na hivi sasa kumbuka kwamba ilivyo sasa, nafasi ambazo zinawaniwa hapa ni nafasi ya mwakilishi wa kike na nafasi ya mwakilishi wa wadi. Kumbuka kwamba nafasi ya mbunge iliweza kupeanwa tiketi ya moja kwa moja kwa mbunge wa sasa ambaye ni TJ Kajwang. Nafasi ya useneta pia iliweza kupeanwa kwa mgombeaji Chapia ambaye na Gabriel Chapia anayefahamika kama Chapia. Na nafasi ya ugavana bila shaka iliweza tiketi ya ugavana basi pia iliweza kupeanwa kwa chama cha ODM ambaye anashikiliwa sasa na gavana Evans Kidero. Na hivi sasa nataka tu kuzungumza na afisa msaidizi wa eneo bunge hili la Ruaraka aweze kutueleza zaidi. Wabuko, tafadhali tuweze tu kuzungumza na wewe kidogo, uweze kutueleza shughuli hii imeweza kuendelea vipi kuanzia asubuhi hadi ifikapo hivi sasa. Kumbuka kwamba tunapozungumza sasa kuna wale ambao wameweza kufungwa pale nje, hawezi kuingia hapa ndani kupiga kura. Iwapo unaweza tu kusonga kidogo, utatueleza jina lako kisha tueleze ni lipi linaendelea kufikia sasa, manake tunaarifiwa kwamba kuna wale ambao hawajaweza kuingia hapa ndani kupiga kura. Kwa majina naitwa Dickens Wabuko. Mimi ndiye naibu yule deputy returning officer Ruaraka constituency. Kwa wakati huu we have received a directive from the commission that we should suspend the exercise. Yeah, but now when you look at the crowds outside, those people have not voted, but we are still doing the consultations on whether we allow them to vote or stop the exercise as we've been told. Yeah. Well, there you are. Kufika hapo saizi ndio umepata kupata taswira kamili kwamba wale ambao kwenye wanafanya mashauriano kuweza kujua iwapo watakubaliwa kupiga kura ama hatua ifuatayo itakuwa ni lipi. Lakini kumbuka kwamba kufikia sasa kwenye kituo hiki ambacho nipo ni kwamba takriban watu 1,400 wameweza kupata nafasi kupiga kura, na tutaweza kufuatilia zaidi kujua iwapo chama ama wasimamizi wa chama kitaweza kukubalia wale ambao hawajapata nafasi kupiga kura kuweza kupiga kura. Kumbuka shughuli hii ilitarajiwa kukamilika mwendo wa saa 11 jioni, lakini hivi sasa inaelekea saa 1:30, na kuna wale ambao bado hawajakata tamaa wamepiga foleni mle ndio wakisubiri kupata nafasi ya kupiga kura. Mary Kilobi. Naam, asante sana Jeff Kirui. Na Lofty, sijui watu wanasema nini kwenye Twitter kwenye mitandao ya kijamii kabla tuende kwenye mapumziko. Kabla kwenda mapumzikoni, mwanzo amesema jambo moja ile Jeff kwamba hawajakata tamaa. Unaambiwa siku zote maishani ukitaka kitu Mary sikate tamaa. Ushasema. Kwa hivyo watulie pale hadi watakapopiga kura. Tumeuliza ile swali, je, unadhani kati ya ODM na Jubilee ni chama kipi kiliandaa mchujo wake kwa njia barabara ama mwafaka? Wanasemaje hapo watu Mary? Na muona hapa Geoffrey Nderit Godfrey anasema hakuna viongozi kutoka juu waliidhinisha waliotaka wagombezi wakikiuka uamuzi wa raia. Afrocentric anasema Jubilee waliandaa kwa njia bora zaidi kuliko ODM. Albert Gift anasema hamna mchujo ambao uliandaliwa kwa njia ya haki na amani, maana yake
haki na uwazi haikufanyika. Na Peterson Kim naye anasema naweza sema vyama nchini havijafikia kile kiwango cha uadilifu katika uchaguzi. Kim Kimani huyo anasema hayo kutoka Makueni. Wengine mwisho Kirui Leonard anasema hakuna mchujo ambao ulifanywa kwa njia bora, maana tumeshuhudia malalamishi na visa vya udanganyifu katika vyama vyote ODM na Jubilee. Na bila shaka, na kwa hiyo tunaomba tupumzike kidogo Maria, tutaletewa maji tupate kopo ndo tukirudi nguvu zaidi. Makopo mawili naambiwa. Shukrani sana mtazamaji, usiende mbali. Katika Twitter tulikuwa tumeuliza mtazamaji, je, unadhani kati ya ODM na Jubilee ni chama kipi kiliandaa uchaguzi wake wa mchujo kwa njia mwafaka? Je, kati ya ODM na Jubilee ni chama kipi kilimakinika katika uandalizi huu wa kura za mchujo? Je, ni Jubilee, ni ODM, ni wote ama kivyako hakuna? Ya kwanza ya nani hapa katika sehemu hii? Victoria Odipo anasema hakuna aliyeandaa uchaguzi bora zaidi ya mwingine, wote walikumbwa na changamoto za hapa na pale. Na huyu hapa Jared Batsiva anasema ni ODM, manake Jubilee wako na petitions nyingi mno, karibu 400. ODM walikuwa na changamoto ya hapa na pale, lakini mchujo ulienda sawa. Yusuf Ali anasema ni Jubilee. Katika Jubilee hakukuwa na maafa, lakini kwa ODM kulishuhudiwa mtu kuaga dunia. Dominic Kaptolo yeye anasema ni ODM. Anasema ni ODM. Mwingine ni Said M Abdul anasema tu kwa kifupi ni ODM. Na mtazamaji, tulivyokuuliza swali, asilimia 45 wamesema ni Jubilee, asilimia 27 wamesema ni ODM, na wote kumaanisha Jubilee na ODM ni asilimia 2 tu ambao wameweza kusema wote waliendesha uchaguzi kwa njia sawa, na wale ambao wamesema hakuna ni asilimia 26. Maria, hata hivyo si kusema kwamba tumefunga swali hili. Waendelee kuzileta, tutasoma baadaye. Hata katika ujumbe mfupi pia tutasoma katika kiwambo chetu hiki. Kweli kabisa. Mtazamaji, endelea kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter @MaryKilobi, @KTN News, @KTN Kenya na vile vile Lofty Matambo. Uchaguzi wa mchujo uliendeshwa katika maeneo bunge mbalimbali jijini Nairobi, japo kulikuwa na visa vingi vya shughuli hiyo kuanza ikiwa imechelewa. Naam, bila shaka mwanahabari wetu Nico Ambua amekuwa maeneo ya Lang'ata na vile vile Kibra na akaandaa taarifa moja maridadi kabisa. Hii hapa. Mapema asubuhi wapiga kura walijitokeza na kupanga foleni katika maeneo bunge ya Lang'ata na Kibra hapa jijini. Shughuli hiyo ilicheleweshwa katika vituo vingi eneo bunge la Lang'ata, huku katika eneo bunge la Kibra idadi kubwa ikishuhudiwa licha ya kuwa makarani walikuwa wachache. So we waited until 6 ndio tiketi ikafunguliwa, but the way things are going on, we don't know whether we are in another surprise. They should tell people, or they should get an exact time to tell people you should come at the polling station at 9 o'clock, or because you came here early. Actually, all of these people, we are here very early in the morning. So please, they do something about it. Upigaji kura uling'oa nanga katika kituo cha shule ya msingi ya Karen. Kulingana na sajili ya tume ya IEBC ya mwaka 2013, eneo bunge la Lang'ata linaopiga kura 90,000. Wanaogombea nafasi eneo bunge ni watu 10, huku wanaowania nafasi ya wakilishi wake jijini Nairobi wakiwa 6. Our agents did not get a call from the party machinery in good time. We didn't get the tags. We didn't get to the authority letters. As far as this morning is concerned, we didn't even know who the returning officers were. Bunge wa sasa katika eneo bunge la Kibra Ken Okoth anamenyana na Eli Duwalo na Ahmed Ibrahim. People who come with an ID and a proof that they are a registered Kibra voter should be allowed to vote. So I think the process is accommodation and flexibility with each other. Alisawa ilishuhudiwa katika eneo bunge la Dagoreti Kaskazini ambapo idadi kubwa ya watu ilijitokeza, huku mchakato huo ukichelewa kuanza mida ya saa 2. So far we've not seen any voting material and not any word. So we are just relying on maybe press to let us know what is happening. Sasa kwa leo tunafurahia, lakini tunachelewa kwa sababu kama saa hizi ingekuwa tumepiga tukienda. Si hayo tu, huko Mihango baadhi ya wapiga kura walilalamika kuhusu taratibu zilizowekwa. Hata paka karatasi 2 nikiona. They are here, after checking the register, you just give the paper. So what happened is that somebody snooped. I don't know. He snooped 2 papers. Nicholas Ambua, KTN leo wikendi, Nairobi.
Naam, shukrani sana mwenzangu Nick Wambua. Kwingineko, chama cha Jubilee kimeuambia muungano wa NASA kuyakubali matokeo ya uchaguzi mkuu ikiwa utashindwa. Mtazamaji, ni katika mkutano ambao ulifanyika huko Narok na kuongozwa na naibu wa rais William Ruto, ambao wamedai kwamba hatua ya NASA kuwa na kituo chake sambamba cha kutangaza matokeo yake ni ishara ya kutaka kumtangaza Raila Odinga kuwa rais. Naam, haya mengi zaidi kutokana na mkutano huo. Tumegundua kwa nini kwetu wanasema wanataka kuwa na parallel tallying center. Ni kwa sababu wao wana practice hiyo kwa nomination yao, wanataka washajua watashindwa, wanataka kufanya hiyo walifanya kwa Kisumu, ile mtu anakimbia na gari msuri huko Nando anaenda kujitangaza ati ameshinda, ati kwa sababu akona tallying center yake separate. Sisi tunataka kuambia mkuje kushindana na sisi, tushikane kwa debe, IDC kwa refari, muamulie mapema, sisi tuende na 70+1, wao wakati. Nia yetu ni kupanua nafasi kwa mamilioni ya vijana wa Kenya. Wale tunashindana na wao pia wana mpango yao. Wanasema ajenda yao na priority yao ni kugawana viti kati ya viongozi kule Nairobi, viti 3-4. Hiyo wanaweza kuendelea na hiyo, sisi tutaendelea na nafasi ya vijana mamilioni ya Wakenya, wao waendelee na ile wanaendelea nayo kule Nairobi. Naam, karibu mtazamaji, tuangalie zaidi kwa taarifa hiyo ya Jubilee. Unajua huu wakati wa siasa ni kukosoana, ni gonge nikugonge. Kwa hivyo unapata ODM wakitoa taarifa yao, Jubilee inajiandaa. Kweli kabisa. Tulishuhudia juzi katika wakati NASA wakizindua muungano wao rasmi na vile vile mgombeaji mpeperushaji bendera ile ya kuwa rais. Wakati huo Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake wakaandaa bonge la rali katika maeneo ya Githurai. Kwa hivyo ndo mambo hayo, na ndio maana tukauliza hili swali. Katika vyama hivi viwili ni chama kipi kilimakinika katika kuandaa uchaguzi huu wa mchujo? Maria, kwako tunasemaje? Asilimia 45 wanasema ni Jubilee ambayo imeandaa uchaguzi huu katika njia bora. Asilimia 27 wanasema ODM. Wote, kuna wale ambao wanasema wote waliandaa uchaguzi huu katika njia bora. Hiyo ni asilimia 2 tu ya Wakenya ambao wanasema hivyo, na hakuna ni asilimia 26. Pia uweze kutusomea 1-2 Wakenya wanasema nini? Kwa hivyo asilimia 26 wanasema hakuna aliandaa. Labda tutaangalia katika SMS ama jumbe fupi kabla kwenda kwa taarifa yetu ifuatayo. Mmoja hapa anasema ODM inafanya vizuri sana, kwa hivyo imechukua ushindi. Tamaa ya uongozi ndio imesababisha vurugu katika vyama vyote. Hakuna, hajasema jina. Victoria Odipo anasema kwamba hakuna aliyeandaa uchaguzi bora zaidi ya mwingine, wote walikumbwa na changamoto si haba. Naam. Moja kwa moja tusonge mbele kabla kwenda katika taarifa hii. Nafahamishwa kwamba Onsarigo amemakinika tena kutuelezea huyu bwana aliyeshikwa matai na kutolewa nje, mgombeaji wa kiti cha ubunge, kulikuwa na nini? Onsarigo, hebu tupashe kwa sasa, dakika 15 sasa, kumetulia ama bado ni mshike? Hali bado ni mshike hapa Lofty, kwa sababu vile tunavyoongea sasa ni kwamba maafisa wa uchaguzi na maafisa wa usalama kutoka eneo hili la Embakasi wanaendelea kuwa na mjadala hapa, kujiuliza watafanya nini, kwa sababu mamia ya watu ambao walitokeza kupiga kura bado wako pale nje wanangojea uamuzi wa maafisa wa kupiga kura na pia maafisa wa usalama, kwa sababu kulingana na polisi wa eneo hili wanasema kwamba huenda wakasitisha zoezi hili kwa sababu ya usalama, kwa sababu sasa ni karibu saa 2 usiku na security ama usalama wa wapiga kura hawezi hakikishia usalama wao, kwa sababu watu ni wengi na pia wanataka kupiga kura, lakini pia kuna wale ambao labda wanaweza chukua fursa hii kuwaidia wengine ama kuleta fujo. Kwa sasa hivi vile ninavyoongea ni kwamba maafisa wa usalama kutoka eneo la Embakasi na maejenti wa chama cha ODM wanaendelea kukuwa na mazungumzo hapa, kujiuliza kama wataendelea na kura ama wataendelea. Hebu tuwasikize kidogo tu. So kwa sasa Lofty, mambo ni kama haya sasa, kwa sababu wanajaribu kujiuliza watafanya nini, kwa sababu maafisa wa usalama waliwaelezea kwamba
kama watatisha shughuli hii hapa kwa sasa, itabidi wachague, itabidi wahesabu kura ambazo zilikuwa zishapigwa, na wale ambao wamejitokeza pale nje na wanangoja kupiga kura huenda wasipate nafasi hiyo. Kwa sasa shughuli mzima ya kupiga kura katika eneo hili, katika kituo cha kupiga kura hapa umesimamishwa, na taarifa ambazo tunapata kutoka maeneo ya kaskazini na magharibi hapa Embakasi ni kwamba shughuli kama hii, mambo kama haya bado yametokea katika eneo hilo, na tunangoja tuone namna gani yataenda. Lofty. Kabla tukuachie labda swali moja tu, awali tatizo ilikuwa ni kwamba huyu bwana ambaye anawania kiti cha ubunge alijaribu kurudi pale tena kwa mara nyingine na akarushwa nje. Kwa sasa hivi unasema ni kama imesimamishwa. Kama shida ilikuwa ni ametolewa, mbona shughuli siendelee? Katika kuuliza kwako, shida ni nini haswa? Ni kama hiyo ilikuwa kizuizi kutoka kwa maagenti ambao labda walikuwa wanataka shughuli mzima isimamishwe, kwa sababu baada ya jamaa huyo kutolewa nje tulikuwa tunafikiria kwamba zoezi zima la kupiga kura litaendelea, kwa sababu polisi waliwatawanya kundi ndogo la watu ambao walikuwa wamejaribu kuleta fujo katika eneo hili, na shughuli ya kupiga kura ikaendelea. Lakini kwa sasa imesimama, lakini kuna mamia ya watu pale nje. Kama mpiga picha wangu angepata nafasi, kwa sababu nje kuna giza sana, watu ni wengi sana, wanasema hatuwezi ondoka mpaka tupate nafasi yetu ya kupiga kura na kumchagua ambaye sisi tunampenda. So kwa sasa lile ambalo linaendelea ni kwamba maagenti na maafisa wa usalama wanajaribu kujadiliana, wakijiuliza itakuwa namna gani, kura itaendelea, kura isiendelee, na kama itasitishwa itakuwa mpaka lini. Na unafaa kumbuke ya kwamba itakuwa kazi, kwa sababu vyama vimepatiwa siku chache sana kupeana majina yao huko IEBC, katika IEBC, kwa sababu na kama leo itapita, kuanzia kesho haieleweki wale ambao watagombea viti kama watapata nafasi ya kupeperusha bendera ya ODM katika eneo hili. Lofty. Sana, bila shaka ni ripota wetu mwandamizi yule wa kitengo cha taarifa pelelezi Maria akiweza kutupasha zaidi. Kumbuka siku leo ni ya mwisho, tarehe 10 mwezi wa 5 wapeleke majina. Kwa hivyo ndio kama alivyoeleza, haieleweki itakuwa namna gani. Mary. Kweli kabisa. Na mtazamaji, hebu sasa tuelekee katika kaunti ya Mombasa, ambapo mchujo wa chama cha ODM katika maeneo bunge ya Jomvu na Changamwe ulifanyika hapo jana. Naam, vituo 19 vililazimika kurejelea shughuli hiyo. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki ana taarifa hiyo. Naam, asante sana. Kwa sasa tupo katika kituo kimojawapo ambapo kama unavyoona nyuma yangu ni baadhi tu ya wakazi kutoka eneo bunge hili la Changamwe wakiweza kufika hapa kuweza kupiga kura katika hatua ya pili, ambapo mara ya kwanza basi zoezi hili liliweza kutibuka na ile bodi ikasema basi zoezi zima katika eneo hili basi linafaa kuregelewa, na katika maeneo kama vile Mikindani na shule ya Bangladesh zoezi hilo pia katika eneo bunge la Jomvu linaendelea. Lakini kwa sasa ningependa kumshirikisha mmoja wale ambao wanawania kiti cha wakilishi wadi katika eneo hili aweze kutufahamisha mingi kuhusiana na shughuli yenyewe. Labda unaweza anza kwa majina yako alafu tueleze katika shughuli nzima unaionaje? Kwa majina naitwa Peter Owino Otieno. Mimi nagombania MCA wa Portris Ward, na tangu asubuhi ilipoanzwa bado ilikuwa na furugu kidogo, lakini tunashukuru serikali wameleta maofisa na hivi sasa kumetulia na watu wanapiga kura kikamilifu, na nikiangalia hivi naona watu bado wako wengi na time inaendelea. Nafikiria tutapiga paka pengine wakati wa late kidogo, but what I can say, it will go on peacefully, because ukiangalia unaona kuna utulivu sana. Yeah. Na pia natazama pia watu ni wengi wameweza kujitokeza, kuna ikizingatia kwamba katika hapa awali pia watu waliweza kujitokeza. Labda ni kipi ambacho kimeweza kufanya hiki kuona kwamba bado idadi ya watu ni nyingi? Wajua, wakati ule watu walifanya ilikuwa ni Jumamosi iliyopita, na watu walipoenda bila kuhesabiwa kura, watu wengi sana walikasirika, na kwa hivyo ndio sababu unaona wengi wa watu kuanzia asubuhi bado laini iko hivyo hivyo. Na hata jana walikaa hapa na wakakataa kwamba hawatoki mpaka wahakikishe wahakikishe kabisa kwamba kura haitafanywa.
Na ukilinganisha hapo awali jinsi zoezi liliweza kufanywa na sasa, unaona kwamba kuna njia yenyewe iko huru na haki? Mi naona kwa sababu ya usalama itakuwa na uhuru na haki, sababu tunaitarajia hakuna mtu yoyote ambapo ataweza kuingiza kura yoyote hapa. Na vile unaona watu wakati Jumamosi iliyopita watu walikuwa wamejaa katika madirisa kule wakishawishi watu, lakini hivi sasa hakuna. Kwa hivyo tunashukuru serikali, ule ambapo atashindwa kwa halali, ule ambapo atashinda kwa halali. Na swali langu la mwisho ni kwamba vituo vingi vimeanza kuanza ama kuweza kupiga kura katika mwendo wa saa 3. Wewe unahisi kwamba ikifika saa 11 ni sawa vituo viweze kufungwa? Mimi nasema kwamba watu wote ambapo wamekuja kupiga kura wapige wote mpaka wamalize. Shughuli hii iliweza kuanza bit kuchelewa, lakini kwa kufikia saa hii naona shughuli ikielekea vizuri, and what I think ya kwamba wakubalie watu waweze kupiga hii kura mpaka waweze kumaliza, hata kama time itatukata ya ile 5 ambao walikuwa wameweka, lakini tunaomba kwamba watu waweze kumaliza kwa usalama. Jinsi mlolongo unavyosonga, wewe unaona ni sawa kwamba inakwenda kwa kasi ama inakwenda polepole? Okay, hapo awali wakati ilikuwa imeanza ilikuwa inaenda kwa polepole, lakini kwa saa hii naona ikielekea vizuri, and I think ya kwamba tutaweza kumeet ile time ambao walikuwa wametuwekea. Tueleze wewe ulifiza kufika hapa saa ngapi, alafu ni kipi ambacho kimeweza kufanyika hata hapo awali? Niliweza kufika hapa mwendo wa saa 2 asubuhi, na hapo mwanzo kuliweza kuwa na vurugu kidogo tu ya kuweza vijana wale ambao walikuwa wamekunywa vitu vyao walikuwa wanataka kuharibu shughuli hii, lakini kwa bahati mzuri ya kwamba serikali iliweza kuistamili hiyo shughuli na ikawa sawa na wakaweza kuikontrol. Naitwa Mahindi Moto, mwenyewe pia moto. Nikisema jina langu watu hawawezi kuelewa. Hata mimi nasi naomba waturuhusu hii foleni, wasitufungie. Hata kama tutapiga kura mpaka saa 2, bora tu watu wapige kura na watu waishe, na kila mmoja achague yule ambaye anampenda. Tusilazimishwe na mtu yule ambao hatumtaki. Na unaona jinsi shughuli nzima inavyoendelea iko sawa ama inaenda polepole? Karibu tena mtazamaji, huku wana ODM ama Wakenya wakijitokeza kupiga kura ya mchujo, vile vile wanamichezo hawakuachwa nyuma. Na Zoo Kericho wameandikisha ushindi wao wa kwanza katika ligi kuu ya soka nchini msimu huu kwa kuwalaza Ulinzi Stars mabao 2-1 katika mechi ambayo ilichezwa uwanjani ya Fraha. Geoffrey Gishana aliwaweka Zoo kifua mbele kupitia mpira wa kichwa katika kipindi cha kwanza, lakini Muloma Churchill akasawazishia Ulinzi baada ya mapumziko. Bernard Omondi aliwahakikishia Zoo ushindi huo muhimu kwa kufunga bao la pili kunako dakika ya 72. Katika mechi nyingine ambayo ilichezwa leo, Gor Mahia waliduazwa bao 1 mtungi na Mathare United. Timu ya Nairobi ndio imenyakua ubingwa wa michuano ya vijana wasiozidi umri wa miaka 13 ambayo ilikamilika leo mjini Nakuru. Nairobi waliwatitiga Nyanza kupitia mikwaju ya penalti baada ya timu zote mbili kutoshana nguvu katika muda wa kawaida. Baada ya michuano hiyo kukamilika, wachezaji zaidi ya 30 wameteuliwa kwenye kikosi cha taifa cha chipukizi ambacho kitashiriki mechi ya kirafiki na klabu ya Southampton nchini Uingereza mwezi Agosti mwaka huu. Michuano hiyo inatumiwa kama njia ya kukuza talanta za soka humu nchini. We have top kids
playing fantastic football. We need to do much more because you can see there's disparity among the regions. Nairobi, Nyanza top, and you can see a difference between Western, maybe Coast, that were in the 3rd place. So you can see a difference because we have not had a good organization. It's not just the talent, it's also having the teachers. Remember last year we have trained 2,000 basic coaches across the country. These coaches are the ones who are supposed to bring out these kids. We don't have those